namna gani ambao unachochea neema ya Mungu? Lazima utambue uwepo wake, utambue ufahamu, ukusudie kwa makusudi kutambua kwamba uwepo wake, kwamba unayo. Lazima utambue neema ni roho, na kama ni roho, maana yake huku duniani neema ni mgeni. Neema hii ya Mungu, Yesu mwenyewe alisema, mimi si ulimwengu huu. Hata sisi si ulimwengu, sisi pia ni wapitaji, sisi pia ni wageni kwenye dunia. Na neema ya Mungu pia ni mgeni duniani. Sasa ukienda kwenye sherehe zozote zile, wageni huwa wanatambulishwa. Mgeni yote asipotambulishwa huwa hapewi nafasi ya kuongea, wala hajifuni, naye anakaa kimya. Mfano, Roho Mtakatifu asipotambua kwamba unajua kwamba yupo na unatambua uwepo wake, na usipomfanya ajue kwamba unajua uwepo wake, anakaa. Hata shetani mwenyewe ukimpuuzia, usipompa utambulisho, anakuwa mpole. Niona Biblia inasema hivi, usimpe shetani nafasi. Usipompa nafasi, anashindwa kujifunua. Kwenye Injili ya Yohana anasema alikuja kwa walio wake, walio wake hawakumpokea. Anasema bali wale waliompokea aliwapa uwezo. Hiyo ni Yohana sura ya 1 sura ya 12. Anasema bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika. He gave them power to become. Alikuwa anaongea kuhusu Yesu. Kwa sababu sura anasema alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumpokea. Sura 12 anasema kwamba bali wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili, bali kwa Roho. Kwa hiyo alikuja kwa walio wake na walio wake hawakumtambua. Wale waliompokea akawapa uwezo. Kama alipokuja, alikuja na uwezo. Ule uwezo ulikuwa ndani yake wa kumgeuza mtu na kumfanya awe vile ambavyo Mungu anataka awe. Ulikuwa uwezo wa kumfanya mtu awe mtoto wa Mungu. Ile alipokuja kwa walio wake wakamkataa. Walipomkataa akaamua kwenda kwa wengine. Alipanda kwa wengine, wale wengine wakampokea. Walipompokea, ule uwezo uliokuwa ndani yake akawapa wale, ukawabadilisha, ukawafanya kuwa watu wake. Kwa hiyo na wao wasingempokea, ule uwezo usingeachiliwa ndani yao, na usingeachiliwa ndani yao, usingewageuza ukawafanya kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo vile vile neema inapokuja, inakuja na vitu, inakuja imebeba. Neema ni kama container, linabeba vitu ndani yake, likifunguka litachia vile vile ndani yake. Kwa hiyo ukipokea neema, usipotambua uwepo wake, na yenyewe ikajua kwamba huyu mtu anatambua, fikra zake zinajua nimo ndani yake, fikra zake zinajua ana mimi, yani mimi na yeye tupo pamoja. Asipotambua, haachilii alichobeba. Kwa hiyo amini kwamba neema Mungu iko ndani yako. So hadi usikie kwamba labda ndani yangu nasikia uzito kama kuna kitu kimekaa. Sasa hicho ndio neema. Kwa usitafute uzito kusikia ndani ya moyo. Neema ipo. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, ila neema na kweli ilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa unapompa Yesu maisha yako, neema inaachiliwa ndani yako. Kwa kuna kiwango, kuna mtaji wa neema ambao tumepewa, kila mmoja tumepewa kiwango cha mtaji. Ni kama vile mnasema kwamba mimi sina Roho Mtakatifu, ni uongo. Una mtaji umepewa. Sababu Biblia inasema hivi, hakuna mtu aliyekuja kwa Baba asiyevutwa na Roho Mtakatifu. Kwa ile kwamba unampa Yesu maisha yako, unatamani hata ibada, kuna namna unatamani mara moja hata kuomba, Roho Mtakatifu anakuvuta. Kwa hiyo kuna namna anakujua, kuna namna yumo. Kinachotokea hapo ni kwanza kukua katika mahusiano yako na yeye, ili sio kwamba yupo. Mwanzo 13:14 nasemaje? Ana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako. Inua macho yako, angalia kaskazini, mashariki, kusini na magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe. Kwa hiyo haupewi mpaka umeona. Hauwezi kutambua uwepo wake kama hauioni. Lazima ukae uanze kujifunza kutafakari neema ya Mungu. Angalia tu, kuna mahali ambapo umevuka faster. Kuna vitu ambavyo umevuka haujatumia nguvu yako, hata kama umetumia nguvu yako sio sana. Kuna vitu vimefanyika. Kuna vitu ambavyo vinafanyika bila wewe kutumia nguvu kubwa. Kwa maana pengine unajua kwamba hapa ni mkono wa Mungu.